Mtazamaji wa Sky TV, bila shaka hujambo, na moja kwa moja ni kualike katika kipindi cha Nguzo 4, na wiki hii tunajadili pia kuhusiana na mazingira na uchumi, na mada kuu pia tutaangazia jinsi upandaji miti na uhifadhi unavyofungua fursa kwa vijana. Mimi ni Mindi Joseph na niko na mgeni hapa ambaye ni balozi wa mazingira kutoka ofisi ya makamu wa rais Emmanuel Likuda, na mkurugenzi pia mtendaji wa Go Plant Tanzania. Tutazungumza kwa pamoja hapa. Nafasi ya kushiriki nasi pia mtazamaji unayo kupitia namba yetu ya simu, na moja kwa moja nianze kuzungumza na mgeni ambaye niko naye wiki hii katika kipindi cha Nguzo 4. Habari ya kwako? Nzuri, zaidi ya jana. Zaidi ya jana. Kila siku inaimarika. Hongereni sana Nguzo 4. Asante sana. Nikukaribishe sana katika kipindi chetu. Na wiki hii pia tunazungumzia kuhusiana na mazingira pamoja na uchumi. Na tutajikita zaidi kwa upande wa upandaji miti na uhifadhi unavyofungua fursa kwa vijana. Tunafahamu pia taifa kwa asilimia kubwa ni vijana, na vijana ni nguvu kazi ya taifa, lakini bado kuna changamoto kubwa kwa upande wa mazingira. Na pengine kwa kuanza, mtazamaji angependa kufahamu majina yako, unajihusisha na nini zaidi? Naitwa Emmanuel Likuda, kabla sasa mkurugenzi mtendaji wa Go Plant Tanzania, ni NGO, lakini vile vile balozi wa mazingira kutokea ofisi ya makamu wa rais. Ndio. Ambako shughuli za mabalozi ni kuweza kuhanikiza, kuhamasisha, kuchechemua kuhusiana na uhifadhi wa mazingira. Na mazingira kama ilivyo tafsiri yenyewe ni jambo pana. Mazingira ni kila kitu ambacho kinatuzunguka katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo pale ulipo kokote, kila ambacho kinakuzunguka pamoja na wewe ni mazingira ya eneo husika. Kwa hiyo kwa upana wake na uwanda wake huo, shughuli zetu zimetapakaa katika kila eneo, kuanzia kwenye uhifadhi wa maji, ardhi, lakini vile vile misitu na bayonai mbalimbali ambazo zinahusisha mazingira. Sawa, pengine tuanze kwa kufahamu wewe ni balozi wa mazingira. Nini maana halisi ya kauli inayosema mazingira ni uchumi? Mazingira ni uchumi kwa sababu kama nilivyosema, mazingira yamezunguka katika kila eneo. Mathalan katika upande wa afya, mazingira yakiwa machafu watu wataumwa. Kuna magonjwa ya milipuko kama kipindupindu na mengineyo ya namna hiyo. Lakini vile vile watu badala ya kujihusisha ama kujikita kwa muda mwingi zaidi kwenye shughuli za kiuchumi, watachukua muda mwingi katika vituo vya afya kuweza kutibu afya zao. Kwa hiyo utagundua kwamba ili uchumi uweze kuimarika, lazima kwanza mazingira yawe salama, ili kiafya hiyo jamii inayozunguka hiyo sehemu iko vizuri, iweze kujikita zaidi katika shughuli za uchumi. Lakini vile vile mazingira ni mazao yake yanayopatikana katika mazingira. Ukienda katika kama baharini kwenye uchumi wa buluu, unazungumzia mafuta ya gesi ambayo hiyo sasa ni kwa ukubwa zaidi, lakini kwa haraka kuna kama mavuno ya samaki. Kwa mazingira yakilindwa vizuri, mazalio ya samaki yatakuwa mengi. Mazalio ya samaki yakiwa mengi, wavuvi watapata mazao mengi. Wakipata mazao mengi, vipato vitaimarika zaidi. Umenifahamu? Lakini vile vile katika mazao ya misitu kama kwa ajili ya mbao, lakini vile vile na shughuli nyinginezo, misitu ikilindwa, hasa yale mashamba ya miti, sababu licha ya kwamba wakati wa ukuaji kwake itakuwa inasaidia katika uhifadhi wa mazingira, lakini vile vile inakuja kuzalisha fedha baadaye. Lakini vile vile kana kwamba haitoshi, misitu ikilindwa, haswa ile ya asili, kuna uzalishaji wa asali, ambapo pia ni biashara nyingine kubwa, kwa sababu asali nayo pia ina mazao mengi ndani yake. Kuna asali, kuna nta, kuna asali yenyewe, kuna maziwa ya nyuki, kuna vitu vingi mle ndani ambao pia na wenyewe vikiingia sokoni, ukuaji wa uchumi kwa mtu mmoja mmoja na baadaye kwa ukubwa kama taifa unakwenda kuleta matokeo chanya. Kwa hiyo mazingira na uchumi huwezi kutenganisha. Ni kitu ambacho kinakwenda kwa pamoja. Ni kama usiku na mchana. Ukipata mchana, usiku utakuja. Usiku kama mchana utaingia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakwenda kwa pamoja. Pengine tuzungumzie kwa hawa vijana, wanauelewa kutosha kuhusiana na mazingira na uchumi? Wako wenye bahati hiyo ambao wamekaa na watu ambao na hizo shughuli, kwa wanapata hiyo elimu moja kwa moja. Lakini wako ambao wale wamekulia katika mazingira ya vijijini au mashambani, ambako zile faida za mazingira kwa maana uhifadhi wa misitu na vitu vingine wanakutana nao moja kwa moja. Lakini sasa tunahitajika, na ndio maana hata sisi tumeanzisha pia Go Plant Tanzania kama NGO kwa ajili ya kupeleka hiyo elimu zaidi, kwamba kwenye uhifadhi wa mazingira pia unaweza ukatengeneza ajira. Hifadhi mazingira, lakini pia ni kwa sehemu mojawapo ama jukwaa la kuweza kutengeneza ajira nyingine. Kwa hiyo nao pia iko pale imeambatana pamoja nayo.
Pengine nifahamu pia ni kwa namna gani tunaweza tukafanya uhifadhi wa mazingira kuwa mtindo wa maisha? Jambo zuri, hii inatakiwa ingia katika ngazi ya familia, lakini tukihamasishwa zaidi na viongozi wetu. Tunaposema viongozi, kuna viongozi wa kisiasa, kuna viongozi wa kidini, wa kimila na pia kama nilivyosema, majumbani kwetu, kwenye familia zetu. Tukahamasishana wenyewe kwa wenyewe, italeta tija na italeta matokeo chanya kwa haraka. Kwa sio jambo la mtu mmoja, ni kila mmoja lazima aweze kuona anawekaje juhudi au anawekaje nguvu yake ili kuweza kuleta hayo matokeo ambayo tunayatarajia. Pengine kwa vijana, ni changamoto gani kubwa ambazo unaziona zinazorotesha pia ushiriki wa vijana kwenye masuala ya mazingira? Ni kuona kama vile ni ushamba hivi, ni kuona kama na jambo ambalo aliwahusu. Kimwambia kijana anajihusisha na mambo ya mazingira, hii sasa mimi nafanyaje shughuli? Lakini pia unaweza mkajikutanisha wenyewe kwenye kikundi chenu na mkaanzisha pengine kikundi cha kufanya usafi. Kwa mathalan hapa kuna nyumba katika kituo chetu cha kisasa Maisha Plus, kuna nyumba pengine 1000. Katika nyumba hizo 1000, kama mkienda kujitambulisha kwa mtendaji wa mtaa, mkapata pia na baraka za jiji, mnaweza mkafanya hiyo kazi, kwa maana kwamba mnakuwa mnasaidia ile kampuni kubwa na kuja kuzoa takataka, nyinyi mnakuwa kama kikundi kidogo. Kwa hiyo mnasaidia kukusanya zile takataka, afu ile kampuni kubwa ambayo inatenda mahususi yenyewe inakuja kuchukua kutoka kwenu. Kwa mnakuwa mnagawana nao wale mapato, mnarahisishia wao gharama zao kutumia mafuta kwa gari yao inapungua, kwa sababu nyinyi mnakuwa mnatumia nyenzo nyingine, pengine labda mkokoteni au vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo kama katika kila nyumba wanachukua labda shilingi 5000 kwa mwezi, basi nyinyi mkipewa 10% au 20% ambayo ni shilingi 1000 mara 1000 kwa nyumba 1000, utagundua hapo kuna kipato ambacho kinaingia. Lakini vile vile kazi inakuwa ichukuli muda mrefu. Kwanza wanaifanya mara moja kwa wiki au mara 2 kwa wiki. Kwa unakuta pia wanakuwa na muda mwingine wa kufanya shughuli zao nyingine. Kwa vijana ndio iko iache, wanatakiwa waangalie kama fursa. Yaani shughuli ambazo za mazingira ni kwamba ni kama fursa kwao. Lakini vile vile kuna bidhaa ambazo sasa hivi zinarejelezwa kwamba unavyotumia kama mathalan hichi ni kifaa tunaweza ukatunzia kalamu zako kama una ofisi yako pale, au ukakia hata miswaki, chochote ambacho unataka kufanya. Lakini kifaa hichi kimetengenezwa kupitia zile ice cream inaitwa lamba, kuna ule mti wake ule wa kushikilia. Sasa baada mtu kutumia kile kijiti kwenye ice cream yake lamba, akimaliza atakapokitupa kwenye sehemu ya kukusanyia takataka, wewe unavichukua vile, unavirejeleza kuja kutengeneza bidhaa nyingine ambayo unaweza kwenda kuiuza na kuweza kupata kipato. Kwa malighafi tayari ipo, kwa sababu watu wanatumia na kila siku watu wanatumia. Kwa hiyo unachokuwa unakifanyia ni kwenda tukazile dustbin, sehemu za kuwekea hizo takataka, tena unaweza kukaa na chombo chako pale ukaambia kwamba vishikio hivi au ile vijiti vya ice cream ukimaliza kula weka hapa. Basi unakuwa unachukua unatengeneza namna hiyo, mambo yanakuwa safi, unafanya biashara. Kwa hiyo ni sehemu moja hapo tu, lakini viko vitu vingi. Kwa vijana watakiwa angalie mazingira na kuweza kuyaona katika hali ya utofauti ili kuweza kujitengenezea ajira wao wenyewe kwa kuangalia tu yale yote ambayo yanafanyika au yanahusisha mazingira pale walipo wao, kwa sababu katika kila sehemu kuna vitu tofauti ambavyo vinatokea sehemu nyingine. Ukiangalia fikra za vijana, wanaamini kwamba uhifadhi wa mazingira ni jukumu la serikali. Pengine katika hili nini kifanyike kuweza kubadili fikra za vijana, itoke kwenye uhifadhi ni kazi ya serikali, lakini pia iende kwenye uhifadhi ni fursa ya uchumi? Elimu. Mamlaka zitoe elimu, lakini vile vile zionyeshe na kuwafundisha vijana kwamba hapa kuna fursa. Lakini vile kama nilivyosema pale mwanzo, viongozi wetu wa dini, tunapokuwa katika nyumba zetu za ibada, kama ni shekha, basi baada ya dua pale kuna mawaidha, elezea kuhusiana na mambo mazingira. Kama ni padri, mchungaji, baada ya ibada au wakati wa ibada au kabla ibada, elezea kuhusiana na mambo ya mazingira. Hata msibani, tunapokuwa msibani pale, mwendeshaji wa shughuli pale msibani, pia ukipata nafasi pale chomekea swala la kuhusiana na mazingira, kwamba ni jambo ambalo likwepeki. Lakini sema daktari kila hospitali, bwana ushatibiwa na nini, bwana dozi yako ni utatumia hii na hii na hii, lakini pale nyumbani pia hakisha mazingira yako vizuri. Lakini vile vile wenzetu China, rafiki yangu mmoja alikuwa akiniambia kwamba kuna baadhi ya province, majimbo haya wana utaratibu kwamba kila familia ikipata mtoto, basi zawadi ambayo mnatakiwa kumpa ile mtoto ni kwenda kupanda mti kwa ajili yake. Kwa kila mtoto anazaliwa anakuwa na mti ambao unakwenda kupandwa kwa ajili yake, ambao unasaidia kufyonza ile ya ukaa, lakini vile vile inakuwa ni kama alama kwake, lakini pia anakuwa amerudisha kwenye jamii na kurudisha kwenye asili yetu. Kwa hiyo tunatakiwa tutoe elimu
vijana wajue katika kila hatua, kila eneo. Tena ikiwezekana hata wakati wa kwenda kutoa posa kawezekana. Mshenga ukifika mshatoa posa, mnaambia yule ukweli, mna miti pia upande. Pengine ni teknolojia zipi ambazo vijana wanapaswa kuzijua ili kuzalisha kipato kupitia shughuli za mazingira? Teknolojia nyingi, mathalan kwenye mambo ya kilimo, jinsi gani ya kugundua udongo huu mali hapo unaweza kusaidia zao gani likakubali haraka, lakini vile vile aina za mbegu, mnafahamu, lakini vile vile jinsi gani ya kuhifadhi sasa waji wake kila ambacho mnakifanya. Kwa teknolojia inasaidia sana. Sasa kuna application pia za kwenye simu ambazo zikitumika vizuri zitakusaidia hata katika shughuli ya upandaji miti. Unaweza kupanda miti, lakini jinsi ya kuifuatilia ile miti kama inakuwa vizuri na vitu vingine kwa msaada satellite na hizo application, unakuwa na uwezo wa kuona na kumonitor, kufuatilia kwa karibu ukuaji wa hiyo miti. Na kama kuna mti ambao afya yake imetetereka kidogo, mnakuwa mnaweza kuwahi na kuendelea kwa sababu mnakuwa mnaona kila siku. Kwa hiyo teknolojia pia inasaidia sana pakubwa. Kuna huko pia vijana wanaweza kutengeneza, wako vijana wengi ambao na wataalamu wa ICT, naweza nao pia wakaja na ubunifu wao na kuona ni kwa jinsi gani wanaweza kusaidia jamii na kupata fedha kupitia hapo, kwa sababu watakapozipakua hizo application wanaweza watakachangia kiasi kidogo, labda kila mwezi au vinginevyo kwa mwaka itakapokuwa, lakini kuona ni kwa jinsi gani wanaweza kutumia teknolojia na ukuaji wake na maarifa ambayo wameyapata kuweza kupatia kipato kutokea huko, lakini pia kuisaidia jamii yetu katika shughuli nzima ya uhifadhi wa mazingira. Tumeona vijana wengi wakijihusisha na shughuli za kilimo. Pengine je, upandaji miti unaweza kuendana na shughuli zao za kilimo bila kuathiri mazingira? Ni kweli, unaweza katika shamba lako lile, fence ya shamba lako ikawa ni miti. Kwa unalima huko ukiwa umezungukwa na miti. Lakini wengi wanakata miti ili walime. Sasa pia pale panafanyika kukosa tu elimu. Unawezekana kuna miti ndani ya shamba lako na kilimo kinaendelea. Mathalan kama wakulima wa zao la korosho. Sasa kuna shamba lako la korosho kubwa tu, lakini mule kwenye korosho ukapanda tena mazao mengine. Panda ufuta, mtama, ukakata na alizeti kama wenzetu wa Singida wanavyofanya, na inasaidia. Kwa hiyo miti inakuwepo, lakini pia na mazao ya kilimo yanakuwepo. Kuna wengine kama ulivyosema, amenunua shamba, sasa anatafuta wafyekaji kwamba lile shamba kama ni ekari 10 lote linasafishwa kwa kweupe kabisa. Alafu anaanza shughuli zake za kilimo. Hii si nzuri. Unaweza ukafyeka, ukasafisha shamba, lakini ukaangalia kwamba kuna mti fulani unabaki, mti fulani unabaki, mti fulani unabaki, na shamba lako ukalipanda na kupanga tu kwa miti hii itabaki, hii mingine nitatoa kwa sababu hapa ilipo na mazao ambayo nakuja kupanda mimi si rafiki au yaelewana na mti huu. Lakini sio kusafisha kote, si nzuri sana. Lakini vile unaweza kupata ushauri wa kitaalamu. Bwana, shamba langu la ekari 10 nataka kufanya kilimo cha aina fulani, lakini jinsi lilivyo lina mimea hii, miti hii ya asili ndani ya shamba hili. Nifanye nini? Kwa ukaelekezwa, ikasaidia kwamba ukafanya shughuli zako za kilimo bila kushiriki kwenye uharibifu wa mazingira, sababu ile miti ya kiasili ambayo iko pale shambani kwako, inawezekana kuna nyuki wako pale, kuna wadudu wengine ambao wanafaidika na uwepo wa hiyo miti. Unavotoa unaidisturb asili, yani asili wewe unakuwa sasa hujakufanyika kuwa rafiki kwake, na ile miti kumbuka ina uhai, itakuachia laana utapata kitu pale. Unajikuta umelima mazao lakini mwisho wa siku ni hauvuni chochote. Pengine tufahamu pia kuhusiana na taasisi yako ya Go Plant Tanzania. Ni nini, ilianzaje, na katika mazingira na uchumi tulianza na nini zaidi? Tulianza 2022 mwezi wa 12, lakini zile harakati za kuhamasisha, kuchechemua kuhusiana na uhifadhi wa mazingira nyinyi zimeanza muda mrefu kidogo, na tulianzisha ili kuweza kuwa rasmi, kwa sababu kuna mambo tulikuwa tuwezi kuyafanya bila kuwa rasmi. Kwa hiyo Go Plant ni shirika lisilo la kiserikali, NGO, ambayo dhima yake ni kuweza kufanya ushimuzi, lakini kupitia njia tofauti tunazozifanya wenzetu. Sisi Go Plant tuna mradi wa Tanzania Mazingira Awards. Hizi ni tuzo za mazingira Tanzania ambazo hazikuwepo hapo kabla, na tumezianza mwaka jana. Shauku yetu ni kwamba kila anayefanya zaidi lazima atambulike, atunukiwe, aenziwe, kwamba bwana, shukrani sana, umefanya ufazi mzuri katika vyanzo vya maji, tuzo yako hii tumekutambua. Kwa tulikuwa hatuna hizo tuzo, Go Plant tukaona kwamba hapana, tuje na hizi tuzo ili ziweze kufanyika kuwa chachu kwa ajili ya wengine kuweza kutambulika na kufanya vizuri zaidi. Lakini vile vile tuna mradi wa kuweza kutumia michezo kuhamasisha kuhusiana na uhifadhi wa mazingira.
Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo pendwa duniani. Michezo mingine pia inapendwa, lakini mchezo wa mpira wa miguu unaongoza. Unatumiaje ile jukwaa la watu wanaopenda mpira kuweza kuhamasisha waweze kufanya uhifadhi wa mazingira? Tumekuja na kampeni inaitwa EnviroBall. Maana tumeunganisha maneno mawili ya Kiingereza, environment na football. Kwa tukapata EnviroBall. Kwamba sasa hivi kwa wafuataji wa mchezo wa mpira wa miguu, unakuta mpira unachezwa baada kama dakika 20-25 unakuta wanasema cooling break ama water break. Wachezaji si half time, si mapumziko, cooling break. Wanasogea pembeni kwa dakika moja au nusu dakika na kunywa maji, anajibwagia na tena uwanjani. Maana yake nini? Kwamba joto limezidi. Na joto likizidi, mchezaji hawezi kutoa 100% ya uwezo wake uwanjani. Kwa utaona kwamba mazingira pia, uharibifu wa mazingira unasababisha hata wachezaji mpira nao wasiweze kutoa kile walichonacho kwa 100%. Kuna pia mchezo wa mpira miguu lazima na nyewe urudishe katika kuhamasisha kuhusiana na uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Kwa tuna kampeni inaitwa EnviroBall ambayo shauku yetu na kwamba kwa hii 2027 AFCON ambayo inafika Tanzania, Kenya na Uganda iwe ni moja kati ya miradi itakayozinduliwa kuhamasisha wachezaji kwa matangazo kuwepo, lakini kwa wachezaji wenyewe kuanikiza, lakini vile vile kwa wachezaji wanaokuja kutoka nchi zingine za Afrika wanakuja kushiriki AFCON Tanzania. Mathalan labda Nigeria kituo chao kitakuwa Tanzania. Mathalan basi watakaposhuka pale uwanja wa ndege, tutakavowapokea badala ya kuwavalisha mashada ya maua, kila mchezaji tunamkabidhi mti, kwa maana mche wa mti. Tunaondoka pale na motakedi yetu, tunakwenda katika sehemu ambayo imeshachaguliwa maalum kwa ajili ya kupanda hiyo miti. Miti inapandwa pale. Kuna faida lukuki. Wachezaji wa Nigeria wamepanda miti hapa. Labda Victor Osimhen, sio kina nani wamepanda miti pale. Ule mti unawekewa kibao chake pale. Aina ya mti, tarehe uliopandwa, jina aliyopanda huo mti. Ili miti ikikua pia inakuwa ni kivutio cha utalii. AFCON kwa mara ya kwanza katafanyika Tanzania, kulikuwa na kampeni ya uhifadhi wa mazingira inaitwa EnviroBall. Na waliopanda miti ni watu maarufu, wachezaji wa hizo timu na viongozi wao. Kwa kuna miti hapa Nigeria, kuna miti ya Morocco, kuna miti hapa ya viongozi, labda Motsepe mwenyewe, rais wa CAF. Kwa hiyo utaona vijana wadogo tulikuwa tumerisisha kitu kwao. Mchezaji ambaye yeye anampenda kapanda mti, kwa hiyo unakuwa umeweka kitu ndani yake. Lakini vile hata katika ligi zetu, wachezaji wa Yanga wameenda kucheza Arusha, wakifika kabla hata game kufanyika, basi pia wafanye na kampeni ya uhifadhi wa mazingira. Utagundua kwamba tunatumia mchezo huo upendwa kupeleka ajenda yetu ya mazingira, na itafanikiwa haraka kwa sababu watu wanaopenda mchezo ni wengi, na kwa sababu wachezaji wao na viongozi wao wanafanya kile wanachokipenda wao, na wao watafanya EnviroBall. Lakini vile nyingine ni kampeni ambayo tunaita digital cleanup. Watu wengi hawajui. Simu, laptop, TV hizi ambazo ni smart nazo pia zinachafua mazingira, lakini watu hawajui. Ni kwa namna gani? Swali zuri. Kwa tumekuja kwa upande huo. Kwenye simu yako unaweza kuwa umepakua au kudownload application au games ambazo zitumii na ziko kwenye simu yako. Unaweza kuwa na duplication ya picture, duplication ya videos. Imejirudia mara 2 mara 3 iko kwenye simu yako. Umesubscribe newsletters zaidi ya 100 kila siku zinaingia kwenye email yako, zinajaa pale. Uhisi chochote kwa sababu simu yako iongezeki uzito, lakini vyote vinavyokuja kwenye simu yako vinahifadhiwa na hizi server na hizi telecom towers ambazo tuko nazo. Zikihifadhi vitu vingi vya watu wengi kwa wakati mmoja, zinatumia nishati nyingi kuhifadhi vitu vyako kuliko ukivipunguza. Kwa kampeni unakuja nao ni kufuta usivyohitaji. Ukihitaji siku utapakua, utatumia. Kwa hiyo zile server ambazo zinahifadhi mzigo zikiwa na mzigo mwingi zinatumia nishati nyingi na sababisha joto kubwa. Mwaka jana peke yake zaidi ya tani bilioni 1.2 za hewa ya ukaa zilisababishwa na internet na mifumo yake, kwa maana ya simu, tablet, TV na vitu vingine. Hatuhisi kwa sababu hakuna kinachoongezeka uzito. Hatujui. Kwa tunakaa navyo tu, lakini kwamba tunachafua mazingira kwa kiasi kikubwa. Na wanasema sisi kama GoPlan Tanzania tumejipambanua kwa utofauti, kuangalia kwingine ambako wenzetu wa kuangalia ambako mazingira yanaharibiwa sana. Hatujajikita kwa wenzetu tu kwamba kila siku kuna shughuli moja inafanyika, sisi tumekwenda upande wa pili, lakini dhima au shabaha yetu ni ile moja, kwamba tuhifadhi mazingira yetu. Teknolojia inakuwa, lakini inakuja na madhara yake ambao pengine hatuyajui, kwa hiyo tunatupelekea elimu kwa nguvu ili watu wajue, ili waweze kuiokoa dunia yetu. Vijana wanaweza kujifunza nini kutoka kwenye taasisi ya GoPlan Tanzania? Vitu vingi.
kama kwa uchache nilivyosema, lakini vile vile kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya uhifadhi wa mazingira kiburudani. Yani kuna baadhi ya mambo ambayo ukimwambia kijana anambia hizo issue za wazee hizo wana vipi, lakini kuna jinsi ambavyo ukivifanya vitu vile vile, lakini katika lugha ya kijana, katika aina yeye ya jinsi anavyoishi na kufanya, basi unakuwa umeingia katika viatu vyake, umeingia katika maisha yake na kuweza kufanya hiyo environment. Tunahifadhi mazingira huko tukifurahi kwa pamoja. Pengine mmekuwa kivutio kikubwa kwa vijana kwa namna gani, na ni fursa zipi za moja kwa moja ambazo mnawapatia vijana? Fursa za moja kwa moja ni kama hizo ambazo tumeshazianza. Kama tunasema tumeanza 2022 mwezi wa 12. Kwa nikawa tuna 23, 24 na 25 tunaenda nayo. Lakini tumehamasisha sana vijana kuweza kujiajiri kupitia fursa ambazo zinapatikana kwenye mazingira. Ambako kama nasema pale mwanzo kutengeneza bidhaa za kurejeleza, lakini vile vile mwaka huu unaokuja wa 2026 tutakuwa na kampeni kadhaa. Mwezi wa pili wakati wa Valentine tutakuwa na kampeni ambayo inaitwa Huba Langu Mazingira Yangu. Kwa hiyo tunataka tumguse kijana na kumfundisha ili pia naye aone fursa kwanza ya kuanzisha vitalu vya kuuza miti ya matunda na vitu vingine vya namna hiyo, lakini vile jinsi gani kutumia matukio haya ambayo yapo, kijana akaingia na yeye akaja akatengeneza fedha, lakini vile vile akajihusisha nayo na akafaidika kwa sababu tu ya mawazo ambayo yameanzia kwenye Go Plant kama taasisi. Wakati mnawaza kuja na kampeni hizo, ni teknolojia gani ambazo mnazitumia kurahisisha upandaji na ufuatiliaji wa miti ambayo inapandwa? Applications. Tunatumia application tofauti tofauti ambazo zinatusaidia kama nilivyokuambia kwamba teknolojia imekuwa sana sasa hivi. Ukiwa na internet unaweza kufanya vitu vingi sana. Na sisi so far mpaka sasa hivi tumefanikiwa kupanda miti 5600 sisi wenyewe, lakini tumehakikisha katika miti yote 5600 ambayo haikuweza kutoboa, kwa nasema Kiswahili cha siku hizi mjini, haikuweza kukua kwa maana ya kwenda na miti 150 tu, hiyo ndo ambayo ilikufa, lakini mingine yote tulihakikisha kwamba inakuwa. Na tulisema tusipande miti mingi kama pengine wenzetu wanavyofanya, tupande miti michache lakini ambayo tuna uwezo wa kuifuatilia. Lakini vile vile kila sehemu ambapo tunakwenda kupanda hiyo miti lazima tuhakikishe na tujiridhishe kwamba kuna upatikanaji wa maji katika ile eneo husika, kuna watu ambao tunaweza tukashirikiana nao katika kuitunza, kuihudumia. Kwa hiyo unaweza ukapanda hiyo miti michache na uangalizi wake ukawa mzuri, miti yote ikakua, kuliko kasema unapanda miti 100,000 lakini uangalizi wake na utunzaji wake ukawa hafifu, wakati katika hiyo 100,000 una miti tu 600 ambayo imekwenda, mingine yote imekufa. Kwa hujafanya kitu chochote, umetumia nguvu kubwa na vitu vingine hivyo, lakini hujafanikiwa katika matokeo. Kwa tumejiwekea hiyo, tunakuwa na kama nilivyosema, tuna mipango mingine kama mwaka huu unakuja 2026 na mpango wa kuweza kushirikiana na wadau wengine ambao tuko nao ambao sitaweza kuwataja sasa hivi, lakini tutapanda miti zaidi ya 60, lakini kwa vigezo vile vile. Right timing ya kupanda hiyo miti, wakati wa msimu wa mvua ni msimu mzuri, lakini pia hata kama mvua itakuwa sio ya kutosha, itakata mapema au vinginevyo, basi lazima pia tuhakikishe kwamba kuna jinsi ya kufanya ili hiyo miti endelee kukua ili isipotee. Kwa hiyo yote ambayo tutakwenda kuipanda hiyo miti kwa kutumia teknolojia ambazo zipo, lakini kutumia na mbinu ambazo tunazo za ufuatiliaji, tutahakikisha kwamba hakuna miti ambayo inapotea. Go Plant Tanzania imeanzishwa mwaka 2022. Pengine nifahamu katika hili, mnachangiaje katika kupunguza hewa ukaa? Tunachangia kwanza kwa miti ambayo tumepanda, lakini vile vile katika utoaji wa elimu na ambao tunaitoa inasaidia pakubwa. Kwa hiyo katika maeneo hayo mawili, miti hiyo kama nilikwambia 5600 ambayo 150 ilifariki ili haikuweza kuendelea, inasaidia kwa sababu tuchagua miti ambayo ina uwezo wa kufyonza zaidi hewa ya ukaa. Lakini vile vile elimu ambayo tunaitoa, ambayo tumeweza kuitoa toka mwaka uliopita, mathalani hii nilokuambia kuhusiana na digital cleanup. Hii digital cleanup tulifanya kwa ukubwa kushirikiana na wenzetu, imeanzia Ufaransa. Kwa hiyo tulishirikiana pia na wadau wenzetu ambao wako, tukaweza kutoa elimu katika vyuo 8, lakini vile vile kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia na redio ambazo tuna mahusiano mazuri, walitupa nafasi kwenda kutoa elimu. Kwa hiyo tulifanikiwa kwa kiwango hiko kuweza kusaidia kupeleka elimu ili kupunguza uzalishaji wa hiyo hewa ya ukaa. Pengine unaona ushirikiano kati ya Go Plant Tanzania na ofisi ya Makamu wa Rais kwa upande wa mazingira umeongeza nini katika kampeni ya mazingira na makampeni za mazingira ambazo zinafanyika Tanzania? Baba au mlezi anapokuwa yuko mbali,
matokeo yanakuwa ni hafifu. Lakini kama baba au mlezi anakuwa karibu, anawatia moyo, jambo linakuwa zuri sana. Mathalan kama si mwaka jana wakati wa utoaji wa tuzo Tanzania Mazingira Awards, ofisi ya makamu wa rais ilikuwa pamoja na sisi, tulimweka yule mheshimiwa makamu wa rais. Unaweza kuona kwamba ukipata ushirikishwaji wa moja kwa moja na mamlaka hii ya ofisi ya makamu wa rais, inasaidia kwanza kuleta utambuzi wa haraka kwa wadau wengine kwamba GoPlant wanashirikiana na ofisi ya makamu wa rais. Kwa katika hali tu ya kawaida, wadau wengine pia wanasogea haraka kuona kwamba yes, na serikali pia ipo. Kwa twendeni tukafanya kazi kwa ukubwa kwa pamoja. Kwa ushirikiano ambao tunapata ofisi ya makamu wa rais unatusaidia sana katika kutimiza malengo yetu. Na mengine ambao bado tunayo hajaweza kufanyika bado, na ambao sasa hivi bado tunajadiliana nayo. Kwa hiyo pia inasaidia hata katika zile hatua za awali kwamba bwana tuende pamoja, tuna hili. Kwa hiyo tunapata ushirikiano mkubwa sana kuanzia kwa waziri aliyopita Mheshimiwa Jafo, sasa hivi pia Mheshimiwa Hamad Masauni engineer, lakini pia hata katibu mkuu mwenyewe Engineer Cyprian Loemeja, wakurugenzi wake, mkurugenzi wa mazingira Kimelembe, na maafisa mazingira wengine waandamizi kina Timothy Mande na watu wengine wote wako karibu. Ukipiga simu wanapokea, ukienda ofisini wanakusikiliza, ukiandika barua unajibiwa, na pia wanatoa ushirikiano, wanafika katika matukio, wanahudhuria, mnafanya kwa pamoja. Hii inasaidia sana katika kuleta au kuwapa moyo taasisi kama ya kwetu ambayo ni shirika lisilokuwa la kiserikali, kuona kwamba mamlaka kwamba ziko pamoja na sisi na tunaweza kwenda pamoja katika ajenda kuweza kuhakikisha kwamba hifadhi ya mazingira inakuwa ni jambo namba moja katika nchi yetu. Na ujumbe gani ungependa kuwapa vijana kuhusiana na mazingira na uchumi? Mazingira na uchumi, mazingira kuna fursa nyingi. Moja hapo ambayo sisi tunakuja nayo ni Enviro Fashion, Eco Fashion Show itafanyika, kwa tutatoa fursa kwa vijana wabunifu wa mavazi, kubuni mavazi ambayo yatakuwa akitumia vifaa vya kurejeleza kwa na vitambaa na nguo nyingine, lakini ubunifu ili kuweza kupeleka elimu kuhusiana na uhifadhi wa mazingira. Lakini vile vile kutoa nafasi ya mashindano ya majiko, ya ubunifu wa majiko ambayo yanatumia nishati safi. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vitakuja hapo. Niwashukuru na niwaambie kwamba fursa ni nyingi. Tujikite, tumie mitandao ya kijamii kuweza kuuliza fursa ambazo zinapatikana kwa mazingira, tumie AI tools vizuri kuuliza fursa ambazo ziko katika uhifadhi wa mazingira, lakini pia hata wale ambao wamewatangulia kina sisi na watu wengine namna hiyo, tukikutana tuulizane kuhusiana na fursa ambazo zipo katika uhifadhi wa mazingira. Natoa wito huo, huko ni mazingira kuna fursa lukuki. Jicho lako tu unatakiwa kuona. Ama hakika fursa zipo kwenye mazingira. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, unatazama kipindi cha Nguzo 4 kutoka hapa Sky TV, na uliyetoka kumtazama ni balozi wa mazingira ofisi ya makamu wa rais na mkurugenzi mtendaji wa GoPlant Tanzania Emmanuel Likuda. Tuko naye kwa leo katika kipindi cha Nguzo 4 na tunajadili pia kwa pamoja kuhusiana na mazingira ni uchumi, na mada kuu pia ni jinsi upandaji miti na uhifadhi unavyofungua fursa kwa vijana. Na moja kwa moja kwa sasa tupate nafasi ya kwenda kuwatazama vijana wenyewe wanazungumziaje na wanaelewa nini wanaposikia mazingira ni uchumi. Asante sana ndugu mwandishi, langu jina ni Thomas Glionos Chimba kutoka ndaki ya Insia na Sayansi ya Jamii, Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa mimi ninavyoelewa, mazingira ni uchumi. Kwanza, mazingira yenye afya ndio yanaweza kuleta maendeleo katika jamii. Cha kwanza, utalii, ecotourism, ambao unaweza kusaidia sisi kama jamii, kama nchi, tunaweza kujipatia fedha za kigeni ambazo zinaweza kusaidia katika maendeleo ya nchi. Lakini pia ardhi yenye rutuba ndio msingi wa kilimo. Kwa hiyo kilimo kinategemea mazingira. Tukihifadhi vizuri tutapata mazao mengi ambayo yatasaidia katika kuendesha biashara zetu. Lakini pia misitu, mazao yanayotokana na misitu, mfano mbao, carbon credits ambazo zinaweza kusaidia katika maendeleo ya jamii lakini ya nchi kwa ujumla. Jina langu naitwa Eliada Bwile, natokea Chuo Kikuu cha Dodoma katika ndaki ya Insia ya Sayansi na Jamii. Mimi naelewa kwamba mazingira na uchumi vinaingiliana kwa sababu gani? Ukiwa kama kijana, mimi nikiwa kama kijana naweza nikabadilisha pia taka kuzipeleka kama fursa, zikawa kama fursa. Kwa hiyo naweza nikabadilisha taka nikatumia zikawa kama pesa. Pia naweza nikabadilisha kinyesi cha wanyama kikawa kama mbolea, pia nikajipatia kipato. Na bila kusahau pia naweza nikabadilisha plastiki, nikaweza pia nikazitengeneza pia nikazibadilisha kuwa kitu kingine kutengeneza pesa. Pia mazingira yakihifadhiwa vizuri
tunaweza yakazalisha malighafi nyingi au rasilimali nyingi za kitaifa ambazo zinaweza pia zikatusaidia katika maisha ya baadaye na kizazi kijacho. Kwa mfano hewa safi, maji safi, ardhi yenye rutuba pia. Kwa hivyo vyote vinakuwa ni fursa kwa kijana katika kukuza uchumi wa nchi na pia kujiendeleza yeye mwenyewe. Jina langu ni Margaret Sabas Joakim kutoka katika ndaki ya jinsia na sayansi ya jamii. Upandaji wa miti unaweza kuwa fursa kwetu sisi vijana kutokana na, kwa mfano, kupitia upandaji wa miche naweza nikauza miche na ikanipatia kipato, lakini pia naweza nikafanya kampeni kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali ama taasisi mbalimbali ambazo pia inaweza ikawa ni fursa kwangu. Lakini pia naweza nikaanzisha vitalu vya miche ya matunda na vitalu vya miche mingine ambavyo kupitia hivi naweza nikauza pia na kupata fedha, ambayo hiyo kwa upande mwingine inaweza kuwa ni fursa kwangu, inaweza kusaidia mimi kupata kipato na kuendelea na maisha mengine. Hivyo basi sisi kama vijana ni rai yetu sisi kutunza mazingira, kwa sababu kutokana na mazingira yanaweza katupatia fursa mbalimbali, na tukitunza mazingira tunaweza kusaidia kizazi kijacho. Nashukuru. Na mtazamaji, umetoka kuwatazama vijana hapa wakitoa maoni yao pia kuhusiana na mazingira na uchumi, na umepata pia kuona ni kwa jinsi gani pia wameweza kuzungumzia kuhusiana na mada hii. Nirejee kwake mgeni wetu ambaye niko naye kwenye kipindi cha Nguzo Nne, balozi wa mazingira ofisi ya makamu wa rais Emmanuel Likuda na mkurugenzi mtendaji wa Go Plant Tanzania. Pengine nifahamu ukiwa ni balozi wa mazingira lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa Go Plant Tanzania, pengine vijana ni kwa namna gani wanaweza wakawekeza nguvu zaidi katika mazingira? Tunahitaji nguvu yao kwa sababu kwanza ni nguvu kazi, lakini vile vile wao ndio ambao wana maarifa ya kisasa zaidi. Ile teknolojia pia inakuwa. Kwa hiyo tunategemea sana vijana kwa nguvu kazi, lakini vile vile na uwezo wao wa kuweza kutafsiri mambo kwa haraka kulingana na dunia inavyokuwa, hasa katika teknolojia. Jinsi wanaweza kusaidia nchi yetu, lakini kusaidia jamii zao, kusaidia na wao wenyewe. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba vijana waje watumie hizo nguvu zao, watumie uwezo wao, watumie maarifa yao, lakini vile vile serikali nao pia itoe nafasi ya wao kuweza kusikilizwa, lakini vile vile kuwezeshwa ili kuweza kukamilisha yale ambayo yako katika vichwa vyao, yako katika mawazo yao, yako katika maono yao, ili kuweza kuleta matokeo chanya ambayo yanatupeleka mbele na kuacha historia nzuri kwa vizazi vya baadaye. Nikushukuru sana kwa kuweza kujumuika nami katika kipindi cha Nguzo Nne. Shukrani sana. Hizi Nguzo Nne bidi ziongezee ziwe 8 ili iweze kuwa kubwa zaidi kuliko ilivyo sasa. Kazi nzuri sana Sky TV. Shukrani. Asante sana. Mtazamaji, ndivyo ambavyo pia tunahitimisha kipindi cha Nguzo Nne kwa leo. Asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV, na mada kuu tulijikita kwa upande wa mazingira na uchumi, jinsi upandaji miti na uhifadhi unavyofungua fursa kwa vijana. Mimi ni Bindi Joseph, uwe na wakati mwema, endelea kuitazama Sky TV.